Chukua fursa hii kuwakaribisha katika ibada ya siku ya leo, kusikia kwamba Mungu mahali panapostahili katika mlima wa Bwana, na bila shaka Mungu wetu ataweza kuwainua zaidi, ataweza kuwatendea mambo ya ajabu, ataweza kuinua mioyo yenu na maisha yenu kiwango kingine. Bwana asifiwe. Katika Bible study tumekuwa tukijifunza neno la Mungu na tumekuwa tukiangalia kitabu cha Zaburi, na hiki kitabu kimekuwa cha baraka sana sana katika maisha yetu, na naamini ya kwamba vile ambavyo hili neno limenibariki hata wewe litakubariki. Bwana asifiwe. Na naamini mafunzo ambayo tunayoyapokea kila siku mahali hapa yamekuwa ya msaada katika maisha yako na katika moyo wako, na hivyo ninaamini ya kwamba vile ambavyo yanazidi kutenda mema katika moyo wangu na katika maisha yangu, vivyo hivyo yatazidi kutenda katika maisha yako. Bwana asifiwe. Tuko katika kitabu cha Zaburi, the book of Psalms, ndio tumekuwa tukiangalia katika Bible study zetu, na imekuwa ya baraka sana. Tuko chapter 9 na kitabu hiki ni ibada ya shukrani ambayo Daudi anaandika kwa sababu ya kile Bwana alimtendea. Tulipokuwa tunaanza hiki kitabu, naambia kwamba Daudi amepata ufalme akiwa mchanga sana, na baada ya kupata ule ufalme maadui wameinuka kupigana na yeye, lakini Mungu akapigania Daudi. Na kwa kawaida mtu akiingia katika ufalme mara ya kwanza hajawahi kuwa katika ufalme, na tena ni mdogo, ako na miaka midogo, hajui, hana ujuzi wa ufalme, yawezekana ya kwamba maadui wakiinuka kukupiga wakupige kwa wepesi na wakumalize. Sasa maadui walichukua advantage ile, wakajua Daudi ni wakati tu ameingia katika ufalme na hana ujuzi sana, wala hajajiandaa na wanajeshi ya kwamba anaweza pigana vita ile. But the Bible says Mungu akampigania. Bwana asifiwe. Na wakati alipoona vile Mungu amempigania, akaandika hii Zaburi 9 ikiwa wimbo wa shukrani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile tunafanya, tunaimba wimbo wa shukrani, na tunaendelea kufafanua na kutafsiri ule wimbo na kujua vizuri kwa undani, kuelewa maana ya ule wimbo. Bwana asifiwe. Na siku ya Jumapili tukasoma mstari wa 7 ambapo tuliona ya kwamba Mungu anatawala milele. Daudi akasema ya kwamba Mungu anatawala milele. Tukaona ya kwamba Daudi alielewa, nikiingia katika ufalme ninajua ya kwamba mimi ndiye mpya, mimi ndiye mpya katika ufalme, lakini Mungu amedumu hapa. Bwana asifiwe. So akamwambia Bwana, sitaki kuingia peke yangu katika ufalme, ninataka unisaidie, maana wewe unadumu milele katika ufalme. Haleluya. So ulikuwa kabla hata Sauli hajaanza kuwa mfalme. Kwa hivyo ninakuomba sasa, maana sijui jinsi ya kuelekeza ufalme, lakini ninakuomba unisaidie katika ufalme. Bwana asifiwe. So akasema ya kwamba alitambua, na kile kilifanya afaulu ni kwa sababu alijua Mungu anatawala milele. Kwa hivyo alijua yeye ndio aweze kuwa mfalme ambaye atakuwa efficient, ama mfalme ambaye atakuwa mwelevu ama mjuzi wa mambo yote, ni kushikana na mwenye ufalme wote. Bwana asifiwe. Na watu wote ambao wanashikana na Mungu katika maisha yao, tukaona ya kwamba wataweza kufaulu katika kila jambo. Pia tutaangalia mstari wa 8, tukaona ya kwamba Mungu anahukumu. Haleluya. Tukasema ya kwamba ni vizuri kuangalia, usifanye mambo ambayo itakufanya Mungu akuhukumu. Haleluya. Hata wakati unaendea wengine, wakati unafanya mambo kinyume na watu wale wengine, ukidhani ya kwamba wewe utakuwa sawa, Biblia inatuambia vizuri ya kwamba Mungu huwa anahukumu. Wale watu waliona ya kwamba Daudi ni kijana mdogo, tunaweza mkamata, tunaweza chukua ufalme wake, tunaweza mmalizia, but God akawahukumu. Haleluya. Na tukasema ya kwamba hata wale Mungu anahukumu, na sana sana unaweza pata ya kwamba watu wengine wanapitia katika changamoto ni kwa sababu ya hukumu ya Mungu iliyo juu ya maisha yao. Leo tunaingia mstari wa 9, uone jambo la 3 ambalo Mungu alifanya. Bwana asifiwe.
So verse 9 tuone kile ambacho Mungu hutenda katika ambazo tuko nazo chache, na Mungu ataweza kutubariki. Katika mstari wa 9 inasema, Bwana ni kimbilio la watu wanaoonewa, ni ngome imara wakati wa shida. Haleluya. Ati Bwana ni kimbilio, he is a refuge kwa wale wanaoonewa. Haleluya. Na wale ambao wanaonewa na watu wenzao, wanasifiwa. So kuna watu wanaweza kuonea. Ndio tukipigana kwa tunasema unaonewa kwani hamna maisha yako. Lakini kuna watu ambao wanaangalia, wanakuonea kwa sababu wanakuangalia, wanaona ya kwamba hapa utakuwa na advantage. So wanachukua ile advantage yako, wanaitumia for their benefit. Wanasimama wananena maneno ya uongo kinyume na wewe, kwa maana wanajua ya kwamba vile ambavyo Bwana amekuinua kuna nafasi anakupeleka ama kuna kiwango anakupeleka. Kwa hivyo wanachukua hiyo advantage. Daudi akajua na akasema ya kwamba Bwana ndiye ngao ama kimbilio kwa wale wanaoonewa. Wanasifiwa. Wakati ambapo unafanya jambo ukidhani ya kwamba unataka kumaliza huyo mtu aishe, yule mtu kuna kimbilio na kuwapa ndani. Biblia imetuambia ndipo wanasifiwa. Wale watu waliongea Daudi wakasema huyu mfalme ni kijana ameingia pale, Sauli amekufa, so huyu mfalme hapa amepagia, hata hajui strategy ambazo ataingia nazo, so tutachukua huu mfalme kwa wepesi. Wakamuonea wingi, wakasema huyu hawezi tawala, wakajipanga ili ambavyo watachukua Daudi wamalize ufalme wake, lakini Mungu akawa kimbilio lake. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Mungu yeye ndiye anakuwa kimbilio. Biblia inatuambia mstari wa 9 ya kwamba Bwana ni kimbilio kwa wale wanaoonewa. Haleluya. Kama kuna watu ambao wamekuonea, wamesimama kupita, wamesimama kukuonyesha haufai, wamesimama ndio wakutese, our God becomes your refuge. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao kujipanga kila wakati wanapanga mambo. Kwa Kiingereza inasema hivi kwa wale ambao wanaonewa. Verse 9 inasema hivi kwa Kiingereza, the Lord also will be a refuge to the oppressed, a refuge in time of trouble. Atakuwa kimbilio. Refuge inakuja kutoka kwa jina la refugee. Wakati kunakuwa na michafuko, kama wakati kulikuwa na michafuko katika nchi yetu mwaka wa 2007, kuna watu ambao walijaribu kutafuta mahali pa kupotelea. So walikuwa wanaenda mahali ambapo kuna amani. Bwana asifiwe. Na pia katika taifa la Tanzania, wakati kumekuwa na michafuko, tumeona mpaka watu kutoka Tanzania wanakimbilia katika taifa letu. The same case katika Sudan, tunaona kuna kambi kubwa iko pande ya taifa letu inaitwa Kakuma. Hiyo refugee inatengenezwa kwa sababu ya watu ambao wameteswa, wamepata shida katika taifa lao, so wanakimbilia pale. Nayo dunia hii, wakati shida inakuinukia, wakati mateso inakuinukia, sababu unaweza inukiwa na jambo ambalo linakusudia kumaliza, ambalo linakusudia kukuweka chini. Our God becomes our refuge. Bwana asifiwe. Mahali ambapo sasa utapotelea, wakati amani imekosekana hapa, unakimbilia mahali kuna amani. So Biblia inatuambia kwamba Mungu ndiye kimbilio kwa wale wanaoamini. So ingitate refuge anakuwa kama Kakuma, refugee, mahali watu wakisikia kuna vita Sudan ya Kusini, wanatoroka kule, wanaenda Kakuma kusema wacha tukae hapa. Wanatoka Ethiopia, wanaenda pale. So Mungu anafanyika kama hiyo kama. Anasema wakikuteza unakuja kwao. Bwana asifiwe. Unajua Mungu hata kwa kama wale watu, unajua kule tunasikia mambo mengi,
Watu wengine wanakosa chakula, wengine wanateswa, lakini tunapoingia katika kambi ya Mungu sasa amekwambia kuja, wewe ndiye tegemeo langu. Ndiposa unaona ya kwamba unaweza tupa mtu ukidhani ya kwamba ataisha, anainuka mchanga. Haleluya. Kwa maana ameenda kwa kambi ya Jehova. Mungu mwenyewe amemchukua, amesema kilo ulimtupa aishe, ulimtupa amalizike, nimemchukua katika kambi yangu, na katika kambi yangu ninampea kila kitu ambacho anahitaji. Watu wanakuwa kwa kambi hizo za refugee. Hakuna kazi wanafanyaga huko, hakuna mashamba, hakuna biashara wanafanyaga. So wanakaa hapa kungojea chakula ni kupewa, mahali pa kulala ni kupewa, wamepewa kila kitu cha kufundika ni kupewa. So when you die, when God says I am the refugee, mimi ndiye nitakuwa kambi yangu. Wao wakifukuzwa, wakiteswa na watu, wakikuja kwangu, ninakuwa kama hiyo kambi ya kwamba nina provide kila kitu kwao. Haleluya. Na nakuombea siku ya leo ufanye Mungu your refugee. Bwana asifiwe. Mahali ambapo utakimbilia. Haleluya. Watu wa familia wanaweza kukuinukia, na wakikuinukia wanapokuashiria wanakwambia wewe si mtoto wetu, wewe hautalala kitu hapa, toka uende. Mungu anasema hiyo hapa refugee. Haya, mimi nitakuweka kama kama. Haleluya. Atakushukua. Na Biblia inatuonyesha vizuri kuhusu kijana ambaye alishuhudiwa na Mungu. Biblia inasema ya kwamba kuhusu kijana ambaye anaitwa Mephibosheth. Haleluya. Sisi Mephibosheth hapa ni huyo ambaye alikuwa na watoto wake. Wewe kama wako. Jefita, haleluya, sio Mephibosheth, naona hiyo jina haipelekani. Jefita aliambiwa na watu wao. Jefita hata hautagawa. Halo. Na Biblia inatuambia kwamba Mungu ndiye kimbilio kwa wale wote ambao wamefukuzwa. So wakati Jefita alikuwa toka uende, hautagawa kitu hapa, Jefita akatoka. Mungu akasema wewe njoo kwangu, mimi ndiye kimbilio wale wanaofukuzwa, wale wanaotupwa, aya. Haleluya. So Mungu akamwambia Jefita, wamekushukia kwa sababu mama yako alikuzaa kabla hujaolewa huko. Wamekushukia kwa sababu wanatazama, wanaona ya kwamba mama yao ana mashamba makubwa. Wanaona kweli uko sawa, huko na mashamba mingi. So wamekushukia ndio usipate haki yako. Halo? Wakakufukuza. But God anasema wewe mimi ndiye ndio. Haleluya. So Mungu anasema njoo kwa wao. Ndio wamekukataa, ndio wamekufukuza, ndio wamesema hakuna mahali unaweza enda, ndio wamesema hakuna kitu unaweza fanya, ndio wamekudharau. Jefita alishukuru na Mungu. Mungu akamwambia njoo. Najua kwa kambi ya Mungu watu wanaweza kumbeste. Wao ni kana kwamba unateseka. Unateseka. Sababu ukifuata habari ya Jefita utaona Jefita anasema hata watu ambao walifunza. Mbona wakaja Jefita unasikia Jefita kule alienda. Anateseka. Wengine wanasema hata anashukuru. Wanataka na shukuru huko. Wanataka ilipo kupata watu chupa ya kwamba hapo kwa kambi ya Jehova. Haleluya. Na akiwa katika kambi ya Jehova kuna mambo ambayo Mungu anamfunza, kuna kazi ambayo Bwana anafanya ndani yake, kuna kiwango ambacho Mungu anamwinua. There is a training that God is doing upon his life. Haleluya. Wakati uko katika kambi ya Mungu, watu wanaweza mistake kama umeasha. Na hapo ndio watu wanakuuliza Mungu wako ako wapi? What they do, they cannot see your God. Haleluya. Watu ambao waliambiwa habari ya Jefita mahali hapo, mauka kaji Jefita ni gani? Hapo kaliisha. Hapo akatawahi inuka tena. Inakuja kutangazia watu wale wameambiwa hawatawahi inuka tena. Mungu ambaye alikuinua Jefita tena, leo atakuinua katika jina la Yesu. Because we did it yeye ndiye kimbilio letu. Wao walidhani watafukuza Jefita, hatawahi simama tena, hatawahi onekana tena, hatawahi inuka tena. Huyo amekwisha. Ati Mungu akamwambia njoo, maana mimi ndiye kimbilio kwa wale wote waliofukuza. Haleluya. Akamchukua Jefita, akampeleka katika kambi yake.
na kambi ya Jehova watu wataanza kumstake, waseme huyu inaonekana ni kwamba ameashiriwa. Halo, pengine hata wewe saa hizi uko katika kambi ya Jehova, ndiposa watu wanakuangalia wanasema, wewe tutie kule akaonea huyu atujui atatokea wapi. Huyu tukimtazama tunaona maisha yake haiko sawa. Halo, ukikumbuka kuna wakati akaunti yako ilikuwa inasoma 1.6 baada hii, na sasa inasoma negative. Unasema Kristo walo ni wade. Watu wanakucheka wakiona vile unakaa, wanaanza kuuliza huyu atatokea wapi? Tenda but God wasamea, huyu ni mtoto wangu, mimi ndiye kimbilio kwa wale waliofukuzwa. Kwa hivyo hata kama unamuona hivyo, hapo kwa kambi yangu, na akiwa kwa kambi yangu ninamwandaa, ninamtekeleza afanyike kitu ambacho hakuna mtu atajizuia. Haleluya. So he trained Jefta, alimpeleka kwa kambi yake, akamtafutia shukrani. Na unajua ukienda kwa shukrani lazima kwanza utapata nini? Halo. Kuna hiyo kitu walikuwa wanatumia tabu kuibia watu. Alikuwa anaambia mtu kuje ama kubaki. Ama kubaki. So ukiwa na wao lazima ndio utapata. So Jefta alipata hiyo. Baka watu wote wakimwona wanasema kanipata uchafu. Kamepakwa. Kama na uchafu. Hakawezi kunuka tena. No, hili kama Jehova. Bwana ndiye alikuwa kimbilio lake. Bwana alimchukua. Hapo na Mungu. Hale takataliwa. Mungu akasaidia. Unajua shukrani ndio kule. Wakiona umechukua kitu kizuri kwa baba, wanakunyang'anya. So Jefta maana alikuwa kamtuka mbele, kanajua toka hapa utakao. Anasema okay, asante. Anaenda. Sasa na ule upole wake kameenda kwa shukrani. Kameanza kuwa na upole. Siku ya kwanza kamenyang'anywa chakula. Ya pili, ya tatu akasema haya hapana, sitakupa ndani kidogo. Akaanza kuwa na ushujaa. Kakajua wakati mwingine ndio kule inabidi kukamata Mungu umshike siku. Atafunzwa hiyo mambo yao. Kwa Mungu anajua. Haleluya. Inawezekana mambo yale unapitia inaonekana kama uko katika kambi ya shukrani, lakini Mungu anajua kile anakutengeneza huko. Haleluya. God knows what he is training you to be. Haleluya. So Jefta ametrainiwa, amekuwa hardened, amekuwa mtu mwenye nguvu, mpaka kwao kukakuwa na vita. Nchi yao yote inataka kuchukuliwa. Maadui wanakuja, basi wanasema hii nchi ni yenu, tunataka kuchukua. Wazee wa mji wakaulizana, ni nani anaweza pigana vita kwa ajili yetu? Watu wakatafutana vita, na wale walikuwa wameeleza tunatoka hapa uende, akaambiwa si utuongoze, wewe utakupigania. Mimi siwezi. Kile naweza ni kufukuza mtu asigawe shamba, lakini kupigana na mataifa hiyo siwezi. Wakaulizana ni nani? Wakaambiwa hamjasikia. Kuna kijana alitoka huku kweli. Huyu ni wa hapa, lakini tulimfukuza akatoka huku na sasa anapigania haka huko nje. Yeye ndiye manager wa mashukura ya Yazini. Sasa amekuwa mkubwa. Wazee wakaambiana na twende tumtafute. Wanasifiwe. Watu wanaweza kukuashiria uende katika kambi ya Mungu, wao ndio watakuja kukutafuta. Haleluya. Na wale ambao wameashiriwa na watu, wewe ukakimbilia katika kambi ya Mungu, Bwana akakuwa kimbilio lako. Inatakaza wakati wako kuja kutafutwa, unafika katika jina la Yesu. Wale ambao walikukuza watakuja kukutafuta. Bwana asifiwe. Pekee wakakuja kuuliza, Jefta ako wapi? Jefta tunataka ukuje upiganie. Sasa Jefta ambaye alikuzwa na madharau anaanza kunegotiate. Okay, nikikuja mtanipea nini? Kwa sababu mimi si wahitaji, nyinyi ndio mnanihitaji. Haleluya. Wale walikukataa, wale walikuondokea, wale waliona wewe ni bure. Kuna wakati Mungu atafanya wewe uinuke kiwango, ukue wa dhamana, wakuja kukunegotiate. Waseme tunataka utuongoze.
David anasema, nikuje niwaongoze, nipigane hiyo vita, alafu niambie rudi kule ulikuwa. Wakamwambia wazee, wanakutana wanaambia, "Pole ni ya sorry." You know, there is a time that God makes you to be told sorry more than one time. Hallelujah. Nakumbuka kuna siku moja nilikuwa nimeenda ushirika huko Ushago kwetu. Na sasa ushirika mahali nilienda, watu wale hawako wanajijua kwa sababu ilikuwa kanisa hili imeandikwa ushirika ni kuhubiri. So wakati nilienda pale maana yake niweka Bwana siku nimekaa vizuri. Kwa hivyo hata mimi nikidharau hiyo. So wakati mama wa kule aliponiona, aliona kijana amekuja kudoea chakula kwa sababu kuna ushirika. So nikifika kwa gate akaniuliza, "Wageni kemo kuna ushirika? Wageni kemo umekuja nini hapa?" Mwambie nimekuja ushirika. Kana ndani. Sasa anataka kunipea simu kitabu nijue hakuna chakula ndio ndiye. Yeye kuja na nikaingia. Kumbe pastor amepigia ndiko ndio amemwambia, "Fulani ndiye atakuja kuhubiri." Ndiko ndiye anajua. Wao wengine hawali. So nilipoingia hata ndiko nalikuwa mama amepiga kwa anasema hakujua imeingia. Yeye anaendelea na mambo pale na wale wengine, so nikapewa kakipande nyumba kakiti hata kakuonyeshana huyu kijana hafai huwa hapa. Niwaambie katika yangu nilipewa. Kuna vitu zimebaki vizuri sasa. Lakini nilipewa kama mtu. Yaani kama sababu wanaona huyu ni chakula anahitaji baba. Haleluya. So nikakalia kama mtu hapo na nikaomba ibada ikaendelea. Ndiko ni wakati alimaliza kuomba akaangalia. Sasa wote wako hapa ndani na maombi wamemaliza kuomba mpaka imeomba mwisho. Sasa wanataka sasa watoe ushuhuda aingie kwa neno. Ndiko nimeamka kwa maombi ndio ameniona. Nasema, "Ushukaji mekao. Karibu hapa hivi ilikuwa yako." Yule mama ambaye anasikia. Hakuna chakula. Aliposikia ni mimi na pastor wa Edeni. Alianza kuja pale. Sasa anajaribu kusema ni maji ananiletea, lakini anakuja kuniambia kwa ndio tu hapo mimi ndio mpaka nikaenda nyumbani. Pole pastor. Watu wanashika ambao ulienda mimi ninaambia pastor pole. Anataka akiambia mimi pole. Hawachui. Maneno ni kweli. Natoka wale ambao wamekukuza na madharau. Mungu awafanye kuje kwa heshima katika jina la Yesu. Haleluya. Walikuja kwa Jefta wakiwa wamenyenyekea, wakiwa na moyo wa kunyenyekea, wanamwambia Jefta, "Tunakubali, sema kile unataka, sema kile unataka kufanywa. We allow it." Haleluya. Tumesoma mstari wa 9 inasema Mungu ni kimbilio la watu wanaoonewa, ni ngome imara wakati wa shida. Si Mungu afanyike ngome imara leo katika maisha yako. Afanyike ngome imara katika nyumba yako. Haleluya. Afanyike ngome imara na kimbilio katika mateso. Haleluya. Unajua kuna watu wanaweza kuona ni kama hauna jambo unaweza fanya. But thank God kwa sababu wanapokutupa unashukuriwa na Mungu. Haleluya. Hata Jefta ukimuuliza hakujua ameshukuriwa na Mungu. Ukisoma habari ya Yusufu hakujua ameshukuriwa na Mungu. Maana mtu ambaye ameshukuriwa na Mungu kaito baba wa ndio ya asa. Lakini anakuwa amekushukua kwa sababu Yusufu wakati alishukuriwa na Mungu, jambo la kwanza lilitendeka kwake, alitupwa kwa shimo. Haleluya. Kushukuriwa na Mungu sasa tena na inakuwa kwa sana. Tutakuja kudiscuss hiyo maneno wakati mwingine. Akashukuriwa na Mungu akauzwa. Sasa kushukuriwa na Mungu wakati mwingine kunaweza kuwa mistake. Uone ni kana kwamba Mungu hakuhitaji. But let me tell you, baadaye wale ambao walikukuza, wale walikuona ukiwa kule, wale waliona hauwezi, ndio watakuja wakiwa penyana. Yusufu wale walikukuza, wale walisema huyu hatumtaki, wakasema tumezima ndoto zake, wakapelekea baba yao nguo zake zikuwe zimenaruka, wakamwambia maono imekwisha. Wao ndio walinama mbele yake. Wakasema kama hautanena jambo, sisi hatutakula. Tunaomba unene. Haleluya.
wanaokudharau watakusaidia kwa heshima katika jina la Yesu. Maana Mungu ni kimbilio kwa wale wanaoteswa. Enda mbele za Bwana, mwambie Mungu, ninatamani kukimbilia kwako. Hata kama watu wananiinukia, wewe kuwa kimbilio langu. Become my refugee. Oh my God, I desire today ya kwamba ukafanyike kimbilio katika maisha yangu, wakati ninapoteswa, wakati ninapoinukiwa, wakati ninaonekana sina uwezo, wakati ninaonekana kule. Oh Bwana wa mabwana, fanyika kimbilio lako. Umefanyika kimbilio kwa Jefitha. Oh Bwana wa mabwana, ukamshindania, ukamuandaa, akafanyika chombo cha dhamana kwa taifa lao, akaweza kubadilisha hali. Ninaomba siku ya leo nifanyike kimbilio lako katika jina la Yesu. Nisaidie Mungu wangu, nifanyike kimbilio kwako katika jina la Yesu. Nikukimbilie Bwana, nikimbilie katika kambi yako, maana kambi yako haina madharau. Kambi yako Bwana haina shida. Kambi yako Jehova ni ngome imara. Help me my God, that I may run unto your camp, God. Nisaidie Mungu wangu, wewe ni kimbilio. Ninakuomba siku ya leo ukanisaidie. Saidia watu wako, wale wameteswa, wale wamefukuzwa, wale wameonekana kule. Bwana wa Bwana, wacha wakakimbilie kwako katika jina la Yesu. Wale wanaopitia hali za kutengwa wakimbilie kwako siku ya leo Bwana, ukawasaidie, ukawapiganie, ukawatetee, ukafanyike msaada wa maisha yao katika jina la Yesu. Ukasimame na wao, ukawatetee, ukawaimarishe, ukawasimamishe, ukawapa uweza wa kuendelea mbele katika jina la Yesu. Wewe uliyemheshimisha Yusufu, njoo uheshimishe watu wako. Wewe ambaye ulimuinua, njoo uinue watu wako. Wewe ambaye ulimpa mamlaka, njoo wape mamlaka katika jina la Yesu. Wakati wa kuteseka, wacha ukafike mwisho. Wakati wa shida, wacha ukafike mwisho. Wakati wa taabu, ninaomba ukafikishe mwisho katika maisha ya watu wako Bwana, katika jina la Yesu. Fanyika kimbilio lao, fanyika kimbilio katika maisha yao, fanyika kimbilio katika maono yao, fanyika kimbilio katika mwito wao, fanyika kimbilio Bwana, uwasaidie, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Asante Bwana wa mabwana, asante Mfalme wa falme, maana utatenda mambo ya ajabu. Wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye uweza, bila vyako nipiganie Bwana, nipiganie. Naona maajabu Bwana ukinipigania. Nipiganie Bwana, nipiganie. Naona maajabu Bwana ukinipigania. Nishike mkono Bwana, nishike mkono. Naona maajabu Bwana ukinishika. Nishike mkono Bwana, nishike mkono. Naona maajabu Bwana ukinishika.